Kuna wakati maisha yanakufanya ujifungie. Maisha yanakufanya ujifungie. Kwa hofu, unaogopa, unajifungia kabisa. Yaani hutaki mtu akuone. So mambo yamekupiga kweli kweli. Unaogopa. Hivi ushawahi kujiuliza, ushawahi kufikia hatua kama hiyo kwamba hutaki kabisa mtu akuone? Na hii inaendana na msemo ule unasema umeumwa na nyoka, ukiona ujani tu unashtuka unafikiri ni yule nyoka. Na unapokuwa katika hali ya hofu, yani kila mtu unaona kama ni yule yule anayekufanya uogope zaidi. Ulishawahi kufikia hatua kama hiyo? Lakini je, hata kama ulishafika hatua kama hiyo, ulishawahi kufikiria na kuamini kuwa hata ukijifungia kwa kufuli imara namna gani, kwa geti imara namna gani, lakini kwamba Yesu anaweza kuingia katika eneo hilo ulilojificha? Ushawahi kufikiria jambo kama hilo na kujiaminisha kwamba kweli iko uwezekano wa wewe kuonekana na Yesu upo? Hebu fikiria, hebu tafakari kidogo. Tafakari ukiwa kwenye mazingira ya namna hiyo ya kuogopa kweli kweli, umejifungia kweli kweli, halafu anatokea mtu bila kufungua mlango, anaingia, anaambatana na wewe na kukuambia amani iwe kwako. Hebu tafakari hilo kidogo. Ndugu yangu, hapa tuongelee milango ya nyumba tu peke yake. Bali tunaongelea mlango wa moyo wako. Mlango wa moyo wako, milango ya mawazo yako, milango ya tumaini lako. Leo tunaangalia ujumbe mmoja wenye nguvu sana. Ujumbe wenye nguvu sana. Na unasema msiogope, amani iwe kwenu. Msiogope, amani iwe kwenu. Na ili kila mmoja aweze kutafakari mwenyewe, yani wewe na mimi na yule, kila mmoja aweze kutafakari mwenyewe. Hebu ujumbe wetu uwe amani iwe kwako. Usiogope, amani iwe kwako. Nikuombe basi ukae nami mwanzo hadi mwisho ili tupate amani ya Yesu Kristo tunapokuwa na hofu ya namna yoyote ile. Tuweze kujifunza namna amani ya Yesu inavyoweza kutusogelea hata tunapokuwa tumejifungia. Basi kama ilivyo ada, nikusihi usisahau kulike, usisahau kushare na watu wengine. Wapo watu wengi ambao wanatamani kupata amani ya Yesu lakini hawajui wanaipata namna gani. Share nao, washirikishe. Lakini kama ni mara yako ya kwanza, usahau kusubscribe ili uweze kuona video zetu nyingi ambazo zitaendelea kukupa amani ya moyo wako. Nikukumbushe tu kwamba tunaendelea na simulizi zetu mbalimbali zinazohusu maisha ya Yesu au safari ya Yesu kuanzia kufufuka kwake, na tutakwenda nayo hii mpaka kupaa kwake. Kwa hiyo usiache kushiriki nasi mwanzo hadi mwisho. Hebu tuangalie hali ya wanafunzi wa Yesu. Tumeongelea kwa kuangalia sisi wenyewe. Hebu tuangalie hali ya wanafunzi wa Yesu ilikuwa namna gani toka Yesu alipokufa mpaka alipofufuka, na nini kimeendelea baada ya hapo? Walijificha au walikuwa na uhuru? Hebu tuangalie afu na sisi tuweze kuona maisha yetu yanaweza kwenda namna gani. Basi baada ya Yesu kusulubiwa, kwa wanafunzi ilikuwa ni ilikuwa wanaona kwamba imekwisha, wamekwisha. Wamekwisha. Nishasema hii mara nyingi. Wanafunzi wake walikuwa wamechanganyikiwa kwa hofu. Maanake wana imagine kama yule mwamba wetu, yule tuliyomuita mwamba, mkubwa wetu, mfalme wetu, ameweza kuteswa hivi mpaka kiasi cha kufa msalabani. Je, sisi itakuwa namna gani? Kwa hiyo kwa ajili hiyo waliona pengine dawa pekee iliyopo ni wao kujificha. Na walijifungia ndani ya chumba, milango imefungwa kabisa. Hakuna aliyethubutu kutoka nje. Unatokaje nje? Je, ukikutana nao? Hebu jiweke katika mazingira haya wanafunzi. Hapo tafakari ungefanyaje wewe? Kwa sababu yule muamini ndio ameteswa mpaka amekufa msalabani. Na walifikiri kwamba usalama wao ni kujificha tu. Hiyo ndiyo hali ya hofu waliokuwa nayo wanafunzi. Walikuwa na hofu kubwa. Sasa hii philosophy sio kwa ajili ya wanafunzi peke yao, wanafunzi wa Yesu peke yao. Ni philosophy ambayo inatuhusu sisi wote, ni ujumbe ambao unatuhusu sisi wote. Hata sisi tunakutana na hofu. Tunakutana na hofu ya namna mbalimbali. Hofu inayotufanya tujifiche. Wakati mwingine hofu inayotufanya tujitenge kabisa, tukae wenyewe kwa sababu kila mmoja unamwona ni mbaya wako pengine.
inatufanya tuone hakuna njia nyingine tena, njia pekee ni kujitenga. Kule mtaani wanasema wewe, yani wewe kushne, hamna kitu tena, umekwisha, huna jeuri. Na wanafunzi wa Yesu walikuwa kushne, wamekwisha, hawana jeuri tena, hawana jeuri tena. Lakini katika hali hiyo ya kukosa jeuri kabisa, ya kujificha kwa uwezo wao wote, mara Yesu anatokea, anaonekana mbele yao, bila mlango kufunguliwa, wala bila kusikia hata hatua za mtu akitembea. Wakiwa na hofu pale ndani, mara wanaona mtu amesimama katikati yao na kuambia, amani iwe kwenu. Hebu piga picha hiyo. Piga kipicha katika hali ya kawaida kabisa, umejificha kweli. Mara hakuna aliyepiga hodi, hakuna mlango uliofunguliwa, kila mtu ana hema peke yako. Mara unaona mtu usemtegemea anatokea na kukwambia, amani iwe kwako. Na Bwana Yesu amefika pale, hakulaumu, kwa nini najificha? Kwa nini hamuamini kwamba mimi nina uwezo? Hakulaumu, wala hakuuliza swali lolote, hakumkemea mtu yeyote. Yeye kwake ni amani, ni amani. Na amani ndiyo tabia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Amani, kutoa amani kwa kila anayemwamini ndiyo tabia ya Bwana wetu Yesu Kristo. Anapokuja katika maisha yako, haji na hukumu, anakuja kwa amani, analeta amani. Ndugu yangu, pokea ujumbe wako huu leo hii. Labda wewe pia uko kwenye chumba chako, umejificha. Sio lazima kiwe chumba halisi, lakini ndani ya moyo wako kuna mahali umejifungia, unaogopa. Labda hofu ya kesho, hujui kesho itakuwaje. Labda hofu ya kushindwa, unaona kile anachofanya kinashindikana. Pengine ni hofu ya kupoteza kile ulicho nacho, au hofu ya kile usichokijua. Na umefunga milango yako. Hutaki kujaribu tena, hutaki kuamini tena, hutaki kuumizwa tena, wasema inatosha. Enough is enough. Lakini hebu sikiliza hili kwa makini. Wewe unayesema enough is enough, hebu sikiliza hili kwa makini. Yesu anaweza kuingia hata pale ulipojifungia. Hakuna hofu kubwa kuliko Yesu, hakuna. Hakuna hali ngumu kuliko uwepo wa Yesu Kristo, hakuna. Na anapofika atasema, amani kwako, amani kwako. Hebu tuangalie, hebu tuone amani ya kweli ni ipi? Amani ya kweli ni ipi? Inatoka wapi? Nani ya namna gani? Ndugu yangu, amani ya Yesu sio kukosa matatizo. Ndio za maadamu na amani ya Yesu mimi sina shida kabisa. Hapana, sio kukosa matatizo, bali ni utulivu katikati ya hayo matatizo. Unapokuwa katikati ya matatizo lakini bado una hali ya utulivu, hiyo ndio amani ya kweli kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Ni hali ya moyo inayosema niko salama, hata katikati mambo ambayo hayako sawa, hayako salama, lakini wanasema niko salama. Wanafunzi wa Yesu walipoona Bwana wetu Yesu Kristo amekuja na kuambia amani kweli, walibadilika, hofu ilianza kupungua, mioyo yao ikaanza kupata nguvu. Kwa nini? Kwa sababu walitambua jambo moja tu, Yesu yuko pamoja nao. Yeye kutambua kwamba Yesu yuko pamoja nao, hofu ilikwisha. Hofu ilikwisha. Na hilo ndio linaloweza kubadilisha kila kitu. Na sisi je? Huu ndio mwaliko wa moyo wako. Ni mwaliko rasmi kabisa wa moyo wako. Kama unanisikiliza hivi sasa na moyo wako umejaa hofu, hebu chukua sekunde chache. Chukua sekunde chache. Vuta pumzi pole pole. Vuta pumzi yako pole pole. Sema moyoni mwako. Sema, Yesu njoo katika hali yangu. Sema, leta amani yako ndani yangu. Yesu njoo katika hali yangu, leta amani ndani yangu. Huna haja ya kuongea maneno mengi. Huna haja ya kuongea maneno mengi. Huna haja ya kuwa mkamilifu. Unachohitaji ni kumruhusu tu aingie ndani ya moyo wako. Na ukishamruhusu aingie ndani ya moyo wako, kumbuka kwamba milango inaweza kuwa imefungwa, lakini Yesu bado anaweza kuingia. Bado anaweza kuingia, na anapokuja yeye analeta kile ambacho hakuna mtu mwingine yote anaweza kukitoa, amani ya kweli. Amani ya kweli. Na kuambia usiogope, amani iwe kwako. Usiogope, amani iwe kwako. Basi ndugu yangu, kama umenisikiliza vizuri na kama ujumbe huu umekugusa kweli na unaona kabisa unahitaji amani ya kweli kutoka kwa Bwana wetu Yesu Kristo, sema, andika hapo kwenye comments yako.
Andika, sema amani iwe kwangu. Wewe mwenyewe binafsi, amani iwe kwangu. Lakini usisahau kushiriki na watu wengine, share na watu wengine. Wako watu wengi wanaohitaji amani ya kweli leo, lakini hawajui waipate namna gani. Share nao video hii ili waweze nao kusema amani iwe kwangu. Kila mmoja aseme amani iwe kwangu, na kwa namna hiyo amani ya Yesu Kristo itatawala kwa kila mmoja wetu. Basi wewe ambaye basi ni mara yako ya kwanza katika channel hii, nikusihi usubscribe ili uendelee kuwa wa kwanza kupokea video inayokuja. Na nikwambie, basi wewe ambaye ni mara yako ya kwanza, nikusihi usisahau kusubscribe ili uweze kuwa wa kwanza kuendelea kupokea video zetu za aina mbalimbali zinazokuja. Na video inayofuata baada ya hii, kwa sababu tunaendelea na ile simulizi ya maisha ya Yesu, safari ya Yesu, matukio ya Yesu baada ya kufufuka kwake. Tunaangalia siku 40 za ufufuko, ndani ya ufufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Na inayofuata ni Yesu akiwatuma wanafunzi wake. Anawatuma nini? Basi hatujui. Karibu ujiunge nasi, tuangalie video inayofuata ili tuweze kujua nini Yesu anawatuma wanafunzi wake.